Huku mwezi mtukufu wa Ramadhan ukianzia wiki hii, Isiolo Muslim Aid Network wamefanya matembezi yaliyoanza mjini Isiolo yakaenda hadi Turoba, Baria na mwishowe yakamilika nje ya Jamia Mosque mjini Isiolo kwa lengo la kusanya fedha, vyakula na hata msaada wa aina tofauti ambao utatolewa kwa familia zisizojiweza ili pia nao wapate kitu cha kufuturu nayo wakati wa mwezi wa Ramadhan. Ni matembezi ambayo yamefanyika kwa mara ya pili, makala ya kwanza yakifanyika mwaka jana ambapo Isiolo Muslim Aid Network waliweza kusaidia familia zaidi ya 600. Matembezi haya yakivutia umati mkubwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kwa majina mimi naitwa Nur Sheikh, natoka shirika ya Isiolo Muslim Aid Network. Leo hii tumekutana katika mji wa Isiolo kufanya our second Isiolo Iftar Walk. Hii mwaka jana tulifanya Iftar Walk na hii ni yetu ya pili ambaye tunafanya. Hii walk sisi tunafanya kama imanet kwa ajili ya wale ambaye hawajiwezi, wale ambaye hawana nguvu kuweza kufuturu wakati wa Ramadhani. Tunatembea kuwaokotea chakula, kuwaokotea fans ambaye tunaweza kuwanunulia chakula. Hii mwaka tunashukuru sana mandugu zetu wengi wamejitokeza kuunga sisi mkono, different partners, different brothers and sisters, wamama wamejitokeza kwa wingi sana kuja kutembea pamoja na sisi na tunawashukuru sana. Hii target yetu hii mwaka tunataka kuweza kufeed familia 2000 katika hii harakati ambayo sisi tunafanya, na inshallah Mwenyezi Mungu akituwezesha tutaweza kufika ambaye target sisi tumejiwekea. Hatuwezi fika hiyo target kama hatutakuwa na mshirikiano pamoja na wajamii wote ambaye tunaishi pamoja katika mji wa Isiolo, na tunaomba wote tuungane mkono katika harakati kama hii ya jamii. Sisi tunafikiria kwamba sisi wenyewe kwa wenyewe, sisi kwa sisi tunaweza saidiana. Jirani kwa jirani tunaweza saidiana bila kutegemea donors kutoka mbali, bila kutegemea Waarabu ambao wako mbali na sisi. Sisi wenyewe mandugu, ambaye majirani, tukipeana shilingi 100 tunaweza weka pamoja ili tuweze kusaidia majirani wetu ambao wako na hiyo tatizo. Ndiposa hii initiative inafanyika, na hii initiative itaendelea kufanyika kila mwaka, si peke yake. Inshallah Mungu akituweka uhai tutaendelea kufanya na tutaendelea kuhudumia jamii yetu. Katika harakati yote ambayo tunaita Isiolo Iftar Initiative, mojawapo njia tunatumia kufundraise ni Iftar Walk ambayo tumefanya leo. Lakini haiishi hapo kwamba bado tunaokota machakula. Kutakuwa na watu watatembea kwa manyumba zenu kuweza kupata shilingi maunga kutoka kwenu, kitu ambayo wewe unaweza toa. Na wale ambaye labda Mwenyezi Mungu amejalia unaweza toa, unaweza leta pale Maendeleo store namba 21 ambayo unaweza leta pale masadaka yako, unga yako, chochote ambayo wewe unaweza toa. Hii saa hizi Kenya ambayo tuko kuendelea ni kufanya identification process. Tunaenda door to door, wale ambaye mahitaji tunafanya kwa kila nyumba, tunatembea tunaangalia. Labda kuna wale ambaye mahitaji yao ni zaidi kuliko wengine, tuna classify. Kutakuwa na watu ambaye wako kwa red alert, yellow alert, alafu green. So wakati tunapopeana hizi chakula, tunaanza wale ambao tumeidentify ambao wako katika ile line ya red ambayo sisi tumeweza kuidentify. Pia baada tumalizane na wale ambao tuko na red nao wote ndio tunakuja kwa yellow, alafu kisha kwa wale wengine. Ndipo sasa hiyo process ya kuidentify bado inaendelea, na inshallah tunatarajia target ambayo tumejiwekea tutafikia inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd.
Kwa majina naitwa Abdul Nasir, mkazi wa Isiolo. Leo tumefika hapa kwa shughuli ya matembezi ambayo matembezi yenyewe ina target watu ambao wasiojiweza. Watu hawa ni watu ambao masakin wal fuqara, ambao Mwenyezi Mungu Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema tuhurumie hawa watu katika kila njia. Kwa hivyo leo tumekutana hapa, matembezi yenyewe ilikuwa ni kwa sababu yao, ili kuweza kuokota chakula na funds ya kuweza kuwashughulikia wao siku hizi 30 ama 29 ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na pia tunashukuru mandugu zetu ambao organizations ambao wamejitokeza kuweza kusimama na watu masakini. Vile mnavyoelewa, sisi watu katika Northern Kenya saa hizi hali ni ngumu, ukame pia imekuwa ni kali, changamoto ya maji imekuwa ni ngumu katika hali area yetu za Northeastern counties kwa sababu ya uchache wa mvua. Kwa hivyo leo nimejionea na kushuhudia ya kwamba sisi Waislamu na watu wakija pamoja, wakiwa na umoja, wapendane, waweze kusaidiana, basi hatuhitaji usaidizi sehemu zingine, kwa sababu watu wakija pamoja na washikane, waweze kusaidiana na waweze kuhurumiana, basi tunaweza kubadilisha hata umma yetu. Kwa hivyo mimi ile kitu nasisitiza na kuhimiza wananchi wetu na watu wetu hasa katika mji wa Isiolo ni ya kwamba umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Tusitengane kwa misingi ya kisiasa, tusitengane kwa misingi ya kikabila, bali tupendane kwa sababu ya umma ya Kiislamu na uhuda ya Kiislamu, na tuwe mandugu katika kila njia, tuweze kuhurumiana katika kila njia. Isiolo Muslim Aid Network wakishirikiana na mashirika tofauti, mojawapo ikiwa ni Tegla Lorupe Peace Foundation, ambao walitoa chakula cha msaada ambacho kitasambaziwa wasiojiweza katika jamii. Jina mimi naitwa Ambassador Tegla Lorupe and I work with Tegla Lorupe Peace Foundation, former athlete. Leo tumekuja Isiolo kwa katasi ya Isiolo Muslim Aid Network, of which wamekuwa wakiorganize this event ya kusaidia watu, especially watu wenye wako na matatizo kidogo, especially wakati wa Ramadhan, na tena kuongelelea maneno ya peace during the walk. Mimi kama Tegla tunaorganize peace races ku unite a community together, na hapo tunatafuta sports people wenye wako na talents, but leo nimekuja kuangalia how we can work together with the community, and I just also want to thank the governor of Isiolo for welcoming us, and I want to thank also the ASAL for supporting us with this food program, of which today we, after the event, I'm sure the community now will share, or the committee will know how to distribute the support to the people, because already hata wenyewe wamejaribu kutafuta chakula ambaye na msaada yote ambaye itasaidia watu wenye hawakiwezi kabisa, sababu kitu ambaye ndugu yangu leo aliongea, one of the official from this event, ambaye alisema tusiongojee watu wengine kutoka nje ndio tulilie, tusaidiane sisi kwa kitu ya kwanza, ambaye nimeona kwa hii organization vile wamekuja pamoja na kuchichangia. So I was really proud kwamba we need to help one another. Kama uko na kunia moja, share with somebody mwenye hana. Na tukifikiria kesho, hata mwenye umepewa chakula, fikiria nitafanya nini mpaka kesho naye nipate kutafuta chakula ambaye naweza saidia mwingine. Tusikiwa watu wenye wanakaa chini na kulia kila saa tunataka hii na hii na hii. Tukue watu wenye tunaenda kujisaidia. Asante. Unaweza changia kwa njia yoyote, kama unaweza leta chakula pale kwa maendeleo, ama kwa njia ambaye kama uko mbali unaweza changia hii harakati ambaye sisi tunafanya kwa paybill number ambaye sisi tumeiweka. Paybill number ni 4184731, and then account number Iftar. Nitarudia 4184731,
and then account iftar in capital letters. Wale ambaye wote ambaye wanaweza shirikiana na sisi tunaweza kutuchangia inshallah. Jazakum. Nikiripotia Kamacho TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamacho.